Arvi, sijui kama maneno ataweza kubeba uzito wa hisia hizi kifuani mwangu, lakini leo naziacha zikimbie kwenye karatasi hizi kufikia wewe kipenzi. Tangu nilipokujua, kila kitu kilibadilika kama mtu aliyewasha taa kwenye giza totoro. Tabasamu lako hata ukiwa mbali linatosha kufanya siku yangu iwe njema. Nashindwa kukwambia hili uso kwa uso, sababu ya hofu na nakuheshimu pia. Na sitarajii jibu langu leo, ila nataka ujue kuwa kuna Rashda ambaye akikuona roho yake inatulia. Ningependa siku moja nipate nafasi ya kukujua zaidi. Arvi, wewe si opinion kwangu. Wewe ndiye mtu ambaye namwomba Mungu anipe nafasi ya kumpenda kwa kweli. Tafadhali, usipuuze hisia hizi. Nataka upendo wako kama utakuja kwa hiari. Ni wako mpendwa, Rashda. Za asubuhi. Mimi niko poa. Hofu juu yako dadangu. Mimi nashukuru. Kwanza vipi sister? Jana ulifanikiwa kupata mzigo wako? Ndiyo nimeupata. Maana hata jana nilipofika kazini niligundua kama simu yangu ilikuwa naisahau. Ndiposa nikaamua kurudi. Ila nilipofika wewe sikukuta na simu yangu pia haikuwepo. Ndiposa nikachukua boda nipeleke stendi. Na kwa bahati nzuri tu nilipofika ndio kwanza mzigo wangu unawasili. Samahani kama nimekusumbua lakini. Hata usijali, hujanisumbua. Na nikuulize, kwani jana ulirudi saa ngapi? Jana nilipokukosa njiani niliamua kuelekea direct kwa mjomba. So nilirudi late. Ni kitu kama saa 6 usiku hivi. Yeah. Sawa, lakini kwani leo uendi kazi? Mimi siendi kazini leo maana najisi uchovu sana. Labda nitabahatisha kesho panapo majaliwa. Mimi acha nielekee kwa rafiki yangu hapo. So andaa chakula ndani kwa sababu nahisi njaa sana. Siendi kukawia sana huko mtaani. Sawa? Sawa. Kwanza vipi bro? Hujaanza kuendelea na masomo yako? Cause ni takriban mwaka pili sasa hii. Bado hujaenda high school. What is your plan? Natamani sana niendelee na masomo ila maisha yetu duni. Baba na mama hana uwezo wa kunifundisha. Kilio changu na chako ni kimoja bro. Nilitamani sana pia mimi niendelee na masomo yangu. Cause nilikuwa na ndoto ya kuja kuwa mwalimu. Ila ndoto zangu zote zilishia njiani. Baada ya wazazi wangu wote wawili kupata ajali barabarani na kupoteza maisha yao. Mungu huwapa mitihani waja wake ili mradi wapima imani kwa atakufuru ama atashukuru. Sasa bro, tuachane nayo hayo. Kuna jambo ningependa unishauri. Kwa sababu ni rafiki yangu ninaikuamini. Tulikuwa pamoja tangu utotoni mwetu, tulikuja pamoja, tulicheza pamoja. So nimeona litakuwa jambo la busara zaidi nikikufuata wewe na kunishauri. Ni kitu gani hicho kinachokuvuga hivyo bro? Ni jambo zito sana bro. Ni jambo ambalo halikubaliki kwenye jamii. Na pia kwa Mungu halikubaliki. Na nimejitahidi sana. Ila jitihada zangu zote ziliambulia patupu. Vile ninavyojaribu kulizuia jambo hilo, ndivyo ninavyozidi kuzama kabisa. Hapo ndo unazidi kuniacha njia panda bro. Kwani ni jambo gani hilo? Mimi kiukweli nampenda dadangu Najma. Na si tena nampenda kama dadangu, bali na hisia za kimapenzi na yeye. Na wish aje kuwa mpenzi wangu. Sikia unachokiongea wewe? Yaani unawezaje kumpenda dada yako?
Bro, hiyo ni laana. Na ukiendelea na wewe ujinga utakosti. Chance. Hao ni wale masnicha wanaojifanya marafiki. Kwenda zako huko. Nipe subira Mola wangu, nisisumbuke duniani, yoyote mbaya wangu asifanyikiwe asilani. Chokochoko zichokisha, nipe moyo wa matumaini. Habari Mama Rashida. Salamu mwanangu, vipi hali yako? Mimi mzima. Vipi? Nimemkuta kaka Rashida. Kaondoka si muda mrefu, nadhani kaenda kwa mshemshe zake. Ilikuwa jana nije nimpe taarifa za mdogo wake, ila muda huko niruhusu. Kwani Rashida kafanyaje? Mama, usipomwangalia vizuri binti yako atambulia ujauzito. Ujauzito? Mbona unazidi kunichanganya? Mwanao nimemkuta akiingia gesti na yule mtoto wa marehemu Mzee Juma. Nini? Na usisahau kumwambia kakake kuhusu. Mungu wangu we. Huyu mtoto atakuja kuniona pressure. Mama, umeshindaje? Sitaki salamu zako mimi. Rashida, umalaya umeangalia. Yaani huoni jinsi tunavyoteseka. Ili mradi upate elimu bora mwanangu. Ila yote huoni. Au wataka nife na pressure ndio uridhike? Mama, mbona sikuelewi? Unaongea kuhusu nini? Funga domo lako. Jana baada ya kutoka shule umeenda wapi? Mbona nilikuwepo tu. Umekuaje leo? Nimepata taarifa kuwa umeonekana gesti na mtoto Mzee Juma. Gesti? Kwenda zako huko, unazunga kulia. Huwa taarifa hizi nitamfikishia kaka. Bi mkubwa, vipi? Umeandaa masontoja ama? Ndio, ingia ule. Asha, wajua nazidi kuchanganyikiwa mimi. Yaani hata sielewi kwa kunaendelea nini. Nikuulize, tabia ya ombea umeanza lini wewe? Rashida, unaongea kuhusu nini wewe? Punguza jazba, unaeleza kinachokusibu. Ukianza kukurupuka hivyo unakosea. Hebu nieleze shida ni nini? Asha, please, acha kujizima dada. Yaani nilikuamini kama msiri wangu. Kumbe wewe ni mnafiki. Leo ndo nimeamini kuwa kikulacho kinguoni mwako. Asha, kwani wewe ni wa kunyanyua mbarika zako na kwenda kumwambia mamangu kuwa umeniona nikiingia gesti? Rashida, unaongea kuhusu nini? Fanya hujui kitu, ila urafiki wangu mimi na wewe basi. Na tusijuane. Rashida, Mungu wangu. Nilipokuona moyo wangu ulilia, tabasamu lako likanifanya nichanganyikiwe.
kila nikikuwaza nafsi yangu humia, maana najua tayari una mtu wako. Ningetamani uwe wangu milele, nikushike karibu nisiwahi kukuacha, lakini moyo wako umeshachukuliwa. Mimi nabaki na maumivu ya mapenzi. I love you. Sister, huyu mjinga ni nani? Na ni kitu gani kinaendelea hapa? Sister, nani yule? Ni mpenzi wangu. Mpenzi wako? Yaani kivipi dada wewe mpenzi wako? Kaka, ni kipi usichokielewa hapa? Huyu ni mpenzi wangu, roho yangu, lazizi wangu, nuru laini. Kaka, chunga mipaka yako. Achana naye. Najua ule ni mtoto unamsumbua. Tutajaribu kuongea naye. Najua atanielewa. Okay, poa mpenzi. Wacha niwahi home. Zaida nitaongea kwenye simu. Poa. Okay, bye. Bye. Niambie Naji. Poa vipi? Ni mzima. Umeadimika sana siku hizi. Sijaadimika, niko busy na masomo. Na nikuulize kakako nimemkuta. Yeye yupo. Amezunguka huko nyuma na hayuko sawa kabisa. Hayuko sawa? Kipi kimemsibu? Hapana, hajasibiwa na chochote kibaya. Ni hasira tu. Okay, acha nikajaribu kuongea naye. Poa, karibu. Asante, nimekaribia. Rashda, kumbe ni wewe. Nimekufanyia nini kibaya hadi utake kunipiga? Hapana Rashda, sina dhamira hiyo. Sikudhamiria kukupiga kabisa, bali nilikuwa nakutania. Yaani bado hujaacha tabia zako za kitoto? Siwezi acha. Ni kitu ninachokipenda. Si unajua tena, tabia ni ngozi. Dadako kanieleza kuwa huko sawa. Ni kitu gani kinachokusumbua? Hapana. Labda tu ni dada alinijaji vibaya, ila si unaona mwenyewe niko sawa. Okay. Mimi nimepita hapa kukusalimia. Uwe na jioni njema. Rashda. Rashda, kila nikitazama mboni zako kuna kitu zinaashiria. Nikuulize jambo. Wewe unanipenda mimi?
Ndiyo, nakupenda tena sana. Rashda, kwanza asante kwa upendo wako, na cha pili, wewe ni msichana mzuri sana, mrembo, unavutia, na ni ndoto ya kila mvulana kuja kwa mwanamke kama wewe. Yaani kiufupi huna dosari. Ila Rashda, mapenzi ni hisia. Ni hisia Rashda, mapenzi. Mimi sina hisia zozote za kimapenzi na wewe. Tayari naye ninampenda. Samahani kama maneno yangu yatakuumiza, ila sina budi kukwambia ukweli. Nisija kukongopea upendo, kumbe hata sina hisia zozote na wewe. So, mimi siwezi kuwa na wewe. Samahani sana kwa hiyo. Nilipokuona moyo wangu ulilia, tabasamu lako likanifanya nichanganyikiwe, kila nikikuwaza nafsi yangu hulia. Nisamehe sana Rashda, maana najua tayari una mtu wako. Ningetamani uwe wangu milele,